Ni 1v1 nipo hapa funga meza JR bila kusahau ipo hapa Aso Kidoki, na tunakwenda kuangalia sababu ambayo inapelekea Simba na Yanga kusajili wachezaji wengi na kuwaacha wachezaji wengi pindi tu msimu unapomalizika. Changamoto ni wapi ama wanafeli wapi kuhakikisha wanaweza kuwa na wachezaji ambao wanakuwa wanawasaidia kwa muda mrefu. Nipo hapa na Aso Kidoki. Aso, kumekuwa na maswali mengi watu wamekuwa wakijiuliza kwa nini vilabu Simba na Yanga vimekuwa vikifanya sajili nyingi katika madirisha ya usajili na kuacha wachezaji wengi katika madirisha ya usajili. Miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikisababisha hivi vilabu kukwama ni pamoja na kusajili wachezaji wa daraja moja bila kuwahusisha walimu kwa kiasi kikubwa. Sajili ambazo zinafanywa na hizi timu kwa asilimia kubwa zimekuwa zikifanywa na viongozi na si kuwashirikisha walimu, kwa maana unakuta unasajili mchezaji ambaye ni ya quality sawa na yule ambaye ameondoka, lakini sasa unakuta tena yule sababu ya kumuondoa si kwa sababu hakuwa na ubora wa kutumikia kikosi chako, ni kwa sababu alikuwa hapati nafasi kutokana na mwalimu fulani. Kwa hiyo unapokwenda tena kusajili mchezaji kwa sababu wewe umemuona ni mzuri tu na bado hafiti kwenye falsafa za mwalimu, ndo hapo tunapokuja sasa. Mwalimu anashindwa kumtumia tena na bado yule atakuja kuondoka, na ndio maana tunakuwa tunashuhudia wimbi la wachezaji wengi wanakuwa wanaondoka katika kikosi kwa wakati mmoja, kwa sababu wanaokuja hawafiti katika falsafa za mwalimu, na mwalimu angetamani kuwa na wachezaji wa aina fulani. So wachezaji kusajiliwa na viongozi na si walimu kuhusika kwa kiasi kikubwa ndio kinachangia mpaka hivi vilabu vinakuwa otherwise itokee tu fluke kwamba wachezaji kwa kiasi kikubwa waweze kuperform tu katika ile level ambayo inaridhisha na baadaye timu kupata mafanikio, kwa maana itokee fluke kwa wachezaji mmoja mmoja waweze kuonyesha uwezo wao asili, ama wachezaji wawe ni rahisi kuadapt zile mifumo ya mwalimu, kwa maana kuna wachezaji wengine anakuja play style yake na falsafa za mwalimu haviendani, lakini anaweza akaadapt kile ambacho mwalimu anampatia. So kuna wakati hivi vitu ambavyo ndivyo vinasababisha mpaka wachezaji wanakuwa wanafukuzwa ama wanaondoka kwa kiasi kikubwa inapofika mwisho wa msimu. Mimi swali langu kwako funga meza ni hapa hapa katika hii issue ya wachezaji. Tumekuwa tukishuhudia mara kadhaa wachezaji baadhi wakiperform vizuri kwa asilimia kubwa, wengi wao wakiwa wanafeli. Unahisi ni analysis ya kutosha inayofanyika mpaka tunapata wale wachezaji wanaoperform, au ni ile tu fluku ya wachezaji mmoja mmoja? Mimi nadhani analysis ya kutosha ambayo pia huwa inafanyika kwa viongozi na kupata wachezaji ambao wana daraja fulani. Unajua, miongoni mwa sababu ambayo inapelekea kuwa na idadi kubwa wachezaji wengi kufeli ni mtukati. Kuna baadhi ya wachezaji wanasajiliwa kwa sababu tu hivi vilabu vinataka watu wapige hela. Kuna mtu anakuja anakuambia bwana, mchezaji wangu fulani, mchezaji ukimwangalia mchezaji hana thamani ya milioni 300. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo kuna kuwa na makubaliano pale, baada ya makubaliano hela inatoka, ila kuna mtu anakwenda anafanyaje? Anakula. Ukija baadaye unasikia mchezaji amesajiliwa kwa gharama kubwa na daraja la ubora wake ni vitu vile tofauti. Lakini kuna sajili ambazo unaona bisa walimu wanakaa chini wanaleta mchezaji, ama nasema uongozi wanakaa chini wanaleta mchezaji, mwisho wa siku namuona sasa anakuwa potential na anakuwa na ubora mkubwa. Na sajili nyingi ambazo kwa kumbukumbu yangu ya haraka haraka ambazo nyingi zilifaulu ni zile sajili ambazo wachezaji wengi walikuja hapa tuliwaona kwa pinzani tofauti tofauti. Kuna wachezaji walikuja hapa wakiwa na AS Vita Club, Yanga wakafaidika nao. Kuna wachezaji hapa walikuja na ASEC Mimosas, Yanga wakafaidika nao. Kuna wachezaji wengi ambao walikuwa nakuja na vilabu tofauti tofauti, walikuja, nazungumza Luis Mixon alikuja na UD Songo kutokea kule Msumbiji. Yanga nani Simba wakamuona wakampenda, alikuja Lali Bwalia wakamuona wakafanyaje? Wakampenda. Kwa maana hiyo kuna wachezaji ambao viongozi waliona kwa macho yao kwamba ni potential na kitu tukimleta kwa mazingira yetu anaweza akaofa kitu kizuri, kwa sababu mara nyingi viongozi huwa wanasajili mchezaji ambao wanahisi kwamba ana performance nzuri. Mara nyingi waga hivyo, wakiona performance nzuri, ndio maana mara nyingi hata wachezaji ambao wamekuwa kusajiliwa wengi, mfano katika eneo la ushambuliaji utaangalia zaidi namba kuliko hata play style ya mchezaji. Kafunga goli ngapi? Akiangalia goli alizofunga still anahisi kwamba anaweza kusaidia. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kinapelekea labda timu nyingi kusajili wachezaji wengi ambao wanakuwa na feli mara nyingi na kwa ni system za mtukati miongoni mwa sababu, kwa maana unajua wana usajili wengine wanatoa hela, wengine kuna mtu anatoa hela, si vile, alafu kuna mtu wakati, alafu kuna mtu wakatela. Kwa hiyo unakuta kuna mtu
Yeye kazi yake kutoa hela, hajui ya mambo mengine. Madalali kwenye timu. Madalali kwenye timu. Hapo kuna madalali sasa kwenye timu. Kwa maana mtu anatoa hela anaambia basi kuna mchezaji wa milioni 400, si ndio? Lakini mchezaji hana thamani ya milioni 400. Kwa maana wao wakifika kule wanajua namna gani ambavyo wanafanya. Kuna deal na mchezaji. Wanakula deal na mchezaji. Sasa sikia wewe uwezo wako sio milioni 400. Sasa hapa kuna milioni 250 upo tayari. Lakini wewe kuibadilisha kwa milioni 400. Kwa hiyo hivyo vitu miongoni mwa sababu ambayo kuna nyakati anaweza kusajiliwa mchezaji, huyu anasajili mchezaji vipi? Anauza. Mfano fuatilia labda wachezaji fulani waliosajili Simba Suki na Pao Marijobe Suki. Unaona? Kwa hiyo unaangalia ukifuatilia CV ya mchezaji unakuta mchezaji ana miezi karibia 6, mwaka mzima hajafanyaje? Hajacheza. Amesajiliwa vipi? Kwa vigezo vipi? Timu hapa ishakosa ubingwa misimu 3 si mingapi 4. Unaenda kusajili mchezaji ambaye hajacheza mwaka mzima. Mwisho wa siku utagundua labda ndani yake kuna hivyo viashiria vya ujanja. Kwa hiyo mimi binafsi nadhani wachezaji wengi ambao wanaferi mara nyingi wanatumika zaidi mtukati. Kwa maana kuna mtu anakuja, kuna mambo yanafanyika, anasajiliwa. Lakini mimi naamini kwamba kama viongozi wanafanya analysis ya kutosha, wanaweza wakapata wachezaji wazuri na wanafanikiwa, kwa sababu tushuhudia wachezaji wengi wazuri walionekana. Kwa mchezaji akisajiliwa tu, hata sisi wana habari hatuna shaka kwamba bwana huyu anasajiliwa huyu mchezaji. Shelewa, lakini kuna mchezaji anasajiliwa siku ya kwanza anagusa touch yako kusema hapa hamna mtu. Sawa, sasa tukitafuta uzioni. Sasa tukitoka hapo, mimi nitakuuliza swali jepesi tu, tunaendelea kuambamba hapa. Wewe ni miongoni mwa watu ambao unaamini zaidi kwenye mwalimu akabidhiwe timu afanye sajili, kwa maana aita wachezaji ambao atakaoendana falsafa zao. Lakini ikumbukwe football inahitaji hivyo mwalimu, lakini sisi hapa tuna nature yetu. Vilabu vyetu vina mipango mikakati ya muda mfupi mno. Sometimes mwalimu anakuja kwa kujaribiwa. Sielewa, anakaa miezi 6 akionekana anaweza ndo anapewa mkataba wa muda fulani. Unadhani tunaweza tukafika kwa staili, kwa sababu mwalimu akija hapa Simba na Yanga hawezi kuvumilia mwalimu akitoa sare 3 tu huyo ana disqualify kuendelea kusaidia kwenye kikosi. Ama Yanga akifungwa mechi moja mwalimu tayari anaonekana asha disqualify, na walimu mara nyingi wanatamani kupata muda mwingi zaidi wa kuandaa timu zao. Yes, mimi naamini kwamba mwalimu akipewa kikosi itakuwa ni akipewa nafasi ya kusajili kikosi inakuwa ni rahisi, kwa sababu ni rahisi kufanya na wachezaji ambao wanaamini kwamba wana nidhamu ambayo inajitosheleza kufanya nao kazi. Lakini pia ukiachana na nidhamu, kuna kitu kingine ambacho anaita kwamba wakati yeye anahangaika na kutengeneza wale ambao hawajui vizuri, atakuwa kuna silaha zake ambazo anatambua, huyu hata kama mimi nitakuwa sita implement mbinu zangu kwake, ila ana uwezo binafsi ambao utakuja kumsaidia. Mfano mzuri ni Anes Oura pale Simba Sports Club, wakati Simba mwalimu Fadlu anahangaika kutafuta katika kiungo nani ambaye anaweza akaanza regular starter. Tunaona leo mara kocha Steve wakati anatafuta nani ataanza kati ya Neo na Lasane, bado tulikuwa tunaona kiungo kinalega, lakini Anis Oura anawapa matokeo. Mara kafunga goli, kasababisha goli. Kwa hiyo unakuta mwalimu kuwa na wachezaji kama wale inampa advantage pia. Lakini tukiachana na hilo tu la mwalimu kupata advantage katika hilo, tumezungumzia kuhusu mara nyingi kwamba wanatoaga sio muda mrefu, kwa maana project zao sio za muda mrefu, zinahitaji kutoa majibu hapo hapo. Mimi pia naweza nikasema kwamba kwenye kutoa majibu hapo hapo, unapompatia mwalimu wachezaji ambao hawajui, ndio atakuwa anahitaji muda mrefu kuliko ukimpatia nafasi ya kuchukua wachezaji ambao wanajua, kwa sababu kwanza falsafa zake zinampa nafasi ya kuchagua mchezaji ambaye ataendana na falsafa, kwa maana ataingia haraka kwenye mfumo. Ila ukimletea wachezaji, kuna namna ambavyo atakuwa anapata mkwamo katika kuimplement zile falsafa zake, kwa sababu si kila mchezaji anaweza akawa akachukua na saba za mbinu za mwalimu ama falsafa za mwalimu katika kucheza mpira na akaingia haraka katika mfumo wa mwalimu. Kwa hiyo mimi nadhani mwalimu wale watu ambao wanashabihiana nao ndio rahisi kuconnect kuliko wale ambao mnamletea tu. Leo naweza nikakupa mfano. Tunazungumza kesi ya wachezaji baadhi ambao wamekuwa wakija na wakikosa nafasi. Kwa mfano, mchezaji kama Dibra Fernandez Mavambo hakuwahi kuwa mchezaji mbaya, sio mchezaji mbaya. Lakini mwalimu aliyekutana naye, kitu anachokiamini, je, wanaweza wakafanya kazi pamoja? Huyu Enos Jospin Luemba ambaye tunamzungumzia mara zote hapa, ni mchezaji mzuri. Je, anafiti kwenye falsafa za mwalimu? Tukarudi hapa hata jana tukiwa tunajadili pia tukazungumza kitu kuhusiana na Alan Okello na mwalimu mpya aliyekuja. Kwamba mwalimu anahusudu kutumia viungo watatu wa katikati, kwa maana 4-3-3 anatumia defensive midfield, center midfield wawili, mfumo wake unavyohusudu, na mawinga. Je, Alan Okello nafasi atakuwa anapata wapi? Tukawa tunaangalia na athari kwa wachezaji ambao atakwenda kukutana nao pale Young Africans. Kwa hiyo wazi tukiona kwamba mwalimu anapopewa nafasi ya kusajili timu, usingeona akimsajili mtu kama Alan kwa mwalimu huyu.
ungetegemea kumuona akisajili wachezaji ambao wanaweza kucheza kwenye mapana ya kiwanja wenye kasi kwa maana ya mawinga, lakini pia na viungo wa katikati ambao wanakuwa na pace kubwa katikati ya kiwanja ambao wanaweza akacheza box to box kwa maana ya kumanage kasi yao toka mchezo unaanza mpaka mwisho. Alan Okello kasi hana. Ni mchezaji ambaye anaenjoy kucheza mpira kuliko chochote. Kwenye mfumo wa mwalimu ambaye anahitaji kwamba tuposesi mpira, alafu then tushambulie kwa kasi kwa kupitia mawinga yetu. Kwa maana tunaona wazi kabisa kwamba tukimpa mwalimu kijiti cha kusajili atakuwa anapata nafasi ya kuweza kuimplement mbinu zake kwa ukubwa na timu ikafanya vizuri. Na ndio maana kuna wakati tunaonaga kama makocha wanaonewa wakati mwingine wakiwa fired. Lakini ndio hivyo system ya soka. Sasa mimi kwa upande wangu swali ambalo nalipeleka kwako ni kuhusiana na hivi vilabu vimekuwa mara kadhaa vikiacha wachezaji wa quality fulani ya kufanana, vinaacha mtu ambaye anaondoka anaweza akawa anamzidi ubora hata huyu ambaye anakuja. Je, unahisi kwamba hiki kitu ambacho wanakifanya ndicho kitakachowafikisha nchi ya ahadi ama kitu gani kingine kifanyike zaidi? Unadhani mimi binafsi kwanza sisi tuna daraja fulani la wachezaji ambao tumekuwa tukiwasajili. Kuna level fulani ya mchezaji akiwa kwenye peak fulani na akishaanza kuwa na ustar fulani hatuwezi kumnunua. Kinachofanyika ni kuendelea kufanya ile kucheza bahati nasibu. Kwa kuamini kwamba tunamwacha fulani, tunaweza kuchukua fulani huenda atakawa bora zaidi ya fulani. Mfumo ukamkubali zaidi fulani kuliko huyu. Sisi tumeelewana? Yaani kuna ndio hiyo kikaa anaanza kusema hapa sawa tuna mfano labda Simba sasa hivi wana Alassane Kante karibia michezo mingi ya Steve amecheza na kwenye level fulani unamwona mchezaji mzuri amecheza, lakini Simba wenyewe wanaamini kwamba tunaweza kumtafuta mchezaji mwingine akawa bora zaidi ya huyu. Mawili inaweza ikakubali katiki ama ikafanyaje ikafeli kama yule au akambaya zaidi. Yanga iliwakuta, Yanga walimwacha Alidi Aucho kwa kwenda kumchukua Barakonte. Sisi tumeelewana? Na Barakonte alikuwa anazungumzwa karibia Afrika nzima na dili lake lilikuwa la ushindani mkubwa zidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Wao wakadili wakawini dili, si ndio? Lakini mwisho wa siku Barakonte akashindwa kushine katikati ya msimu wakamtoa. Kwa maana wanachokifanya mara nyingi hivi vilabu kuchukua wachezaji na kuacha ni kuendelea na ile gambling nyayo kuamini kwamba huyu ni mzuri lakini mfumo umemkataa, mazingira yamemkataa. Kwa tukatafute mwingine. Huu mfumo umemkataa, tukatafute mwingine. Ndio kitu kikubwa ambacho mara nyingi wamekuwa wakikifanya. Lakini tungekuwa na vilabu ambavyo vina hiyo muscles, uchumi wa kutosha, tungekuwa tunaweza kuchukua wachezaji ambao sio kubahatisha. Yaani akifeli bahati mbaya, kwamba huyu amefeli bahati mbaya. Lakini sisi kuna level fulani hatujafika, tunabidi tutumie nguvu kubwa kwenye kuscout quality. Yaani unatumia nguvu kubwa. Kuna mtu yeye leo hii anafumba macho Young Africa kwa mchezaji gani anang'aa pale sasa hivi. Sielewa, si ana hela. Lakini wewe unapaswa uende Kongo ukachimbe. Kongo sasa kuna kipaji gani hapa kizuri ambacho kinaweza kikanisaidia baadaye? Kama sasa uongozo bidi uchukute ligi nzima, kuna huyu. Lakini kuna mtu analala anawaza sasa Simba sasa hivi nani anawaka sasa hivi? Libase. Huyo. Kwa hiyo sisi kuna level ambayo tupo. Kwa hiyo kumekuwa na huo taratibu wa kuamini kwamba tunamwacha huyu, tunachukua mwingine. Hivi sasa umeona kelele ambazo zipo, baadhi ya mashabiki, baadhi ya watu wanaonekana ku-criticize issue ya kubakia kwa Djibril Kasali. Ayuki Kasali katika wale malinda mlango ambao wana clean sheet nyingi, Kasali ni wa pili, wa kwanza Djigui Diarra, kapita clean sheet hizi 2. Lakini bado siri kuna watu wanaamini kwamba huyu hafai abesa aje. Hasa wajiuliza wanataka nini? Sio yeye mnataka nini? Yaani mlinda mlango kaja katika dirisha dogo, kashindana na mtu kashindwa clean sheet hizi 2. Aliyakuwa huyo mtu alianza ligi. Unasema hafai. Kwa hiyo tunaamini kwamba huyu hafai, kuna mtu anaweza kaja kawa mzuri zaidi. Kwa hiyo ni utaratibu tu wa kawaida. Kwa binafsi nadhani ni sehemu tu ya falsafa na kuamini imani zetu kwamba huyu labda ana kiwango fulani, ngoja nichukue mwingine. Kama ndio ninavyokuaga maisha ndio hapo hivi. Kuna mtu huyu bwana ngoja nikachukua mwingine za kama mzuri zaidi. Kumbe unataka kuchukua ndo atakuvaba zaidi. Kwa maana inakuwa ni gambo lini? Aidha ufaulu ama ufeli. Na kuna nyakati wanafeli, lakini kuna nyakati pia wanafaulu. Kuna nyakati yale maamuzi yao magumu wanafaulu.
Simba aliachana na waliachana na kina Shefondo Maron, si ndio? Kaja Rushen De Rock. Kwa unaona kwa sehemu kama walifaje? Walifaulu. Kuna baadhi ya maeneo pia unaweza kuona wamefanya wakafeli. Simeelewana. Kwa hiyo ipo. Kwa hiyo kuna nyakati wana hizo vitu vya kutabiri kwamba atakuja kufanya vizuri. Yes. Kwa hiyo wakati tunafunga mjadala kwa sababu mimi kuna kitu ambacho huwa nakiamini kwamba hivi vilabu najua havina pesa ya kusajili quality zaidi ya Alani Okello, havina pesa ya kusajili quality zaidi ya Elie Mpanzu, havina hela ya kusajili quality zaidi ya Anise Oura. Ni kufanya gambling, na gambling yenyewe ni riski kwa sababu kwa asilimia kubwa wachezaji ambao wanakwenda kuwafuata huenda wakadondoka. Huenda wakaangukia kwenye kufeli zaidi ya kufaulu kwa sababu hata aina ya pesa ambayo wanatumia, idadi ya kiasi cha pesa ambacho wanatumia si kikubwa kwamba mchezaji ni wa uhakika. Aje aonyeshe. Kwa hivyo Fungameza, katika kumaliza hili unahisi kwamba mwalimu akipewa nafasi si ndio tutapunguza wimbi la wachezaji wengi kuondoka kuliko viongozi wakimletea wachezaji walimu? Kwa sababu mwalimu akisajili mwenyewe means wachezaji wanaendana na mwalimu kiasi fulani, kwa maana wana DNA na mwalimu na falsafa za mwalimu. Mbinu hizo kwenye misimu ya nyuma zilishawahi kufanyika kwenye virabu hivi. Simba, Yanga washakufanyaga, sio kama waje kufanya, washakufanya, washakujaga wataalamu kutoa darasa kwamba namna gani vipi, lakini kuna nyakati hizi mbinu zinaferi kutokana na demand ya hivi virabu. Na kwa bahati mbaya sisi system yetu ya usajili ni system ya tofauti kidogo. Mataifa ya wenzetu, mwalimu anaweza akaja kwenye klabu akamwambia mimi nitamtaka fulani lakini naomba miaka hii mitatu ili niweze kutoa bingwa. Nadhani wewe ni shabiki wa Liverpool. Klopp alihitaji muda mrefu sana, aliwaambia kwamba nipeni timu lakini nahitaji zaidi ya misimu mitatu ili nyinyi muweze kupata mataji. Liverpool alifanyaje? Walivumilia na mwisho akatoa taji la ligi kuu nchini Uingereza, akaja akatoa na UEFA Champions League. Kwenye logic tu ya kawaida, unadhani hapa Tanzania kuna klabu ambayo inaweza kumvumilia misimu hii? Lakini hapo sidhani kama kuna kitu chochote ambacho kinashindikana endapo mwalimu atapewa nafasi, kwa sababu tunapozungumzia contract means mwalimu anachokwenda kujadili ni budget against realistic target. Kwa maana budget mlionayo na ukweli, ama tunazungumzia uhalisia budget mlionayo na uhalisia wa kitu mnachokitaka. Nyewe budget yenu ni B5. Hapo ndo mmejitutumua kweli kweli. Alafu unataka finali ya Champions League. Siwezi kuwa hapa, nitawaahidi tu mnipe mshahara. Ndo tunarudi pale pale sasa kwamba kuna wakati pesa ni kikwazo. Lakini sisi kwa sababu mjadala wetu umejikita kwenye wimbi la wachezaji kuondoka kwa kiasi kikubwa, alafu wanaokuja huenda wana quality ya wale au wakawa wanazidiwa na wale walioondoka. Ili lipungue, huoni kwamba kuna haja ya mwalimu hapa wakati tunamalizia sasa? Ili ni la mwisho nalitupa kwa. Sahihi kabisa. Huoni kuna haja ya mwalimu kupewa nafasi? Kwa sababu unapomletea mwalimu mchezaji ambaye hana DNA na falsafa zake, wazi kabisa unampa nafasi ya muda mrefu kutengeneza kikosi zaidi akimchukua ambaye anahisi ana DNA na falsafa zake. Kuna vitu viwili. Kuna inavyotakiwa kuwa na ilivyo. Vitu hivi inavyotakiwa kuwa na ilivyo. Inavyotakiwa kuwa, mwalimu kwenye football ndio mamlaka kuchagua mchezaji gani ambaye anaweza kufanya naye kazi. Lakini ilivyo katika ligi yetu na mazingira yetu, mwalimu ni mtu ambaye anakuja kwenye kikosi, akishindwa ataondoka, atakuja mwingine, akishindwa ataondoka. Kwa hiyo kuna vitu kwenye falsafa za taaluma ya mchezo wa mpira miguu, ukisoma popote hakuna sehemu ambayo anapewa kiongozi room ya kufanyaje, ya kufanya sajili. Japokuwa hata Ulaya kuna nyakati wa sajili za viongozi chashuhudia kwamba kiongozi kuna mchezaji fanya na muhusulu bwana mimi fulani namtaka. Hiyo ipo. Lakini kwa numbers kubwa wachezaji wengi wanapata nafasi ya kusajiliwa na mwalimu. Sisi hapa nafasi ya mwalimu kusajili wachezaji hipo. Lakini ili upewe hiyo nafasi lazima uone, yani huje kuna wachezaji fulani umewakuta, si ndio? Waamini kwamba wewe una kitu cha ziada, tunakupa room ya kufanyaje, ya kufanya usajili. Ndio utaratibu hapa. Ndio maana ukijaribu kuangalia wale wote ambao walifanya sajili, tukizungumza kina Nasreddin Nabi, kina Gamondi, kina nani, tukirudi Simba Fadu akapa fursa kufanya kirudi nyuma pia, ukifuatilia unaona kwamba alikuja aliwakuta wachezaji
akaonesha kitu, uongozi sasa ukalizia sema huyu mwalimu tunaye. Kwa sababu hata yani namna ambavyo anakwenda kubahatisha kusajili wachezaji ndivyo ambavyo anakwenda kubahatisha kuleta nani? Mwalimu. Yani mwalimu mwenyewe anakuja kwenye timu lakini yani uongozi hawana imani. Huyo kwa atatupeleka kweli huyo? CV zake. Wewe ukijaribu kuangalia Yanga msimu wamefundishwa na walimu watatu kama sikusei. Romain Folz kaja akafundisha Pedro, timu kamaliza nayo Abdul Malim. Simba msimu huu wamefundishwa na walimu wangapi? Kaja Mr. Kafadu, kaja Matatu, kaja Beka. Walimu wangapi? 3. Na Beka Matatu aliumaliza mwendo mapema. Kwa hiyo nakwambia hata viongozi wenyewe wanasajili wanaleta walimu lakini hawana. Kama wewe mwalimu muamini, utamwamini kwenda kusajili? Kwa hiyo yani hapa mwalimu aaminiwe. Kwa hiyo ndo mchezaji anavyotakiwa, alafu kuna ilivyo. Bana, huyo ni Fungameza. Hii ni 1v1 kati ya Harrison na Fungameza, na ndivyo ambavyo tunamaliza mpaka wakati mwingine. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.